السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين، أما بعد. أحبابي الكرام، مرحبا بكم من جديد. Karibuni tena kwa mara nyingine katika tarehe 25 ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Namuomba Allah subhanahu wa ta'ala tutakabalie dua zetu na atusamehe kutokana na kasoro zetu ya rabbal alamin. Mtazamaji mtukufu wa Kiislamu, ikiwa ni halaka yetu ya 25 kwenye barnamiji yetu tulioipatia kwa jina la Allahumma bika asbahna. Ewe Mola, kwa kupitia nguvu zako na uwezo wako peke yako subhana, ndiyo tumeipata na tumeidiriki asubuhi nyingine mpya. Mtazamaji mtukufu wa Kiislamu, bado tunaendelea na kuwaita hawa ndugu zetu na kuwabainisha wao haki itokayo kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ili wafahamu ya kuwa halijaanza kwa siku ya leo, bali ni mambo ambayo kwamba yamehifadhiwa kwenye kitabu cha Mwenyezi Mungu na kwenye vitabu vya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Laiti wangelikuwa ni wenye kuzisoma, ni wenye kuvisoma vitabu vyao wao wenyewe. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema kuombea mtume wake sallallahu alaihi wasallam, fa in hajjuka faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا لا إله إلا الله. Katika aya hii ukirudi katika tafsiri ya al-Imam at-Tabari, asema Abu Ja'far katika kuitafsiri aya hii ya kuwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amemteremshia Mtume sallam aya hii na kumwambia mtume wake sallam, walipokwenda grupu ya manasara takriban watu 60 wanatokea sehemu na ijulikana kwa jina la Najran. Wakristo wanatokea sehemu inaitwa Najran, walikwenda kumjadili Mtume sallallahu alayhi wasallam na kumchallenge Mtume sallallahu alayhi wasallam kuhusiana na habari za Nabii Isa alayhi salam. Walipokwenda kiubatil, Mwenyezi Mungu akamteremshia mtume wake sallallahu alayhi wasallam aya hii na kumwambia, faqul aslamtu wajhiya lillahi wa man ittaba'ani. Mimi hapa kubwa ambalo kwamba nililofanya, nimeusalimisha uso wangu kwa Mwenyezi Mungu mmoja peke yake, na vile vile wale walionifuata mimi wamewasalimisha nyuso zao kwa Mwenyezi Mungu aliye mmoja peke yake subhana. Kisha Mwenyezi Mungu anamwambia Mtume sallallahu alayhi wasallam, waqul, nasema kuambia hao watu wa vitabu viwili, Mayahudi na Manasara, na wale ambao kwamba hawakuteremshwa kitabu kutokamana na washirikina wa Arab, sema kuambia wao, aslamtum, je, mko tayari na nyinyi kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu kwa kuwa Waislamu? Allah anasema fa in aslamu, endapo watakubali wakajisalimisha wakanyenyekea wakawa Waislamu, basi faqad ihtadaw, kwa hakika wallahi watakuwa wameongoka. La ilaha illa Allah. Kinyume chake ikiwa kataa, ina maana hakuna khairi mbele ya Mwenyezi Mungu. Allah tuongoe. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.